Karibu katika historia na simulizi ya maisha ya mkuu wa wilaya ya Kyela. Hapa tunazungumzia Josephine Manase. Simulizi hii itakushangaza ni wapi alipotoka Mheshimiwa Josephine Manase mpaka hivi sasa alipofika. Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi, hii ni Blue House. Subscribe hapo chini ili uwe mwanafunzi wetu kupata update zetu kila wakati kupitia channel yetu ya Usiku TV. Historia ya Mheshimiwa Josephine Manase. Hadithi ya uongozi, uwajibikaji, huduma kwa wananchi. Kulikuwa na wakati ambapo wilaya ya Kyela ilipojipinda kando ya ziwa Nyasa, ilihitaji zaidi ofisi ya mihuri ya serikali. Ilikuwa inahitaji sauti, sikio na moyo wa kuongoza. Ndipo jina la Josephine Manase likaanza kusikika zaidi. Sio kama cheo tu, bali kama simulizi ya kiongozi anayegusa maisha ya watu wa kawaida. Mwanzo wa safari wa maisha yake. Maisha ya awali ya Mheshimiwa Josephine Manase hayakuandikwa kwenye kurasa za magazeti wala kutangazwa kwenye majukwaa ya hadhara kama ilivyokuwa viongozi wengi wa umma. Historia yake ya kuzaliwa, kukua, ikabaki kuwa simulizi ya faraga. Lakini kuna jambo moja ambalo halijajificha kamwe. Malezi yake yalimwandaa kuwa mtu wa watu. Katika kauli zake na mienendo yake kuna ishara ya mtu aliyefundishwa mapema thamani yake, yani thamani ya nidhamu, heshima, uwajibikaji, kusema ukweli hata ukweli ule unapouma. Haya ni maadili ya bahati mbaya, ni maadili ya mtu aliyekuzwa akiamini kuwa uongozi si mamlaka bali ni dhamana. Njia ya elimu na kujijenga yeye mwenyewe. Safari ya elimu ya Josephine Manase, kama ilivyo kwa viongozi waliokulia katika misingi ya utumishi wa umma, haikuwa ya kusaka sifa bali kujenga uwezo. Elimu kwake ilikuwa daraja la kuelewa watu, mfano wa serikali na changamoto za jamii. Ufasaha wake wa kuzungumza, uwezo wa kusimama mikutano mikubwa na kudhibiti maamuzi yake yanaonyesha wazi kuwa alipitia mafunzo ya uongozi. Alijifunza kusikiliza kabla ya kuamua. Alijifunza kuwa kiongozi si yule anayesimama juu ya watu bali anasimama pamoja nao. Kuteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kyela. Siku alipokabidhiwa dhamana ya mkuu wa wilaya ya Kyela, hakupokea tu barua ya uteuzi, alipokea mzigo wa matumaini kwa wananchi. Kyela ni wilaya yenye rutuba, lakini pia ni changamoto. Mimba za utotoni, changamoto za huduma ya jamii, uhitaji wa mikopo na fursa za kiuchumi, mahitaji ya elimu na afya bora. Josephine Manase alichagua mtindo wa uongozi usiofungwa ofisini. Alitoka nje, akakutana na wananchi, akasikiliza sauti zao moja kwa moja. Sauti yake kwa wananchi. Katika mikutano yake, sauti yake haikuwa ya vitisho bali ya msisitizo wa haki. Ni kosa kubwa kumpa mimba mwanafunzi. Hatukubali watoto wetu waangamizwe kwa uzembe wa watu wazima, alisema Josephine Manase. Kauli hii haikuwa maneno tu, ilikuwa ni onyo, ilikuwa ni msimamo, ilikuwa ahadi ya kulinda kizazi kijacho. Na alipoongea kuhusu maendeleo, alisema kwa msisitizo, maendeleo hayaji kwa maneno, yanakuja kwa kazi, ushirikiano, uwajibikaji wa kila mmoja wetu, alisema Josephine Manase. Hapa alionyesha imani yake kwamba serikali pekee haiwezi, wananchi nao ni sehemu ya suluhisho. Uongozi wa kusikiliza. Kitu kinachomtofautisha Mheshimiwa Manase na utayari wake wa kusikiliza. Alisimama mbele ya watu na wakulima, wanawake, vijana na wazee, na kusikiliza kero zao bila haraka kujitetea. Aliamini kuwa kero ni ujumbe, malalamiko ni ishara ya matumaini, ukimya wa wananchi ni hatari kuliko kelele zao. Maoni ya maendeleo. Kwa Josephine Manase, maendeleo hayakuwa neno la kisiasa bali ni mabadiliko yanayoonekana. Wananchi kupata mkopo, mtoto kupata chanjo, msichana kubaki shuleni, mkulima kupata thamani ya jasho lake. Aliamini kuwa maendeleo ya kweli ni pale ambapo maisha ya mtu ya kawaida yanabadilika, hata kama hakuna makofi ya kisiasa. Hitimisho. Hadithi yake inaendelea. Mheshimiwa Josephine Manase, bado hadithi inaendelea kuandikwa, si kwa kalamu ya mwanahabari pekee bali kwa vitendo vya kila siku katika wilaya ya Kyela. Ni hadithi ya mwanamke kiongozi, mtumishi wa umma, mlinzi wa maadili, msikilizaji wa wananchi. Na labda miaka ijayo historia itaandikwa kwa herufi kubwa kuwa Kyela aliwahi kuwa kiongozi aliyesimamia imara, akasikiliza kwa makini na kuongoza kwa moyo. Ingawa
wapi alipozaliwa, tarehe yake ya kuzaliwa, mwezi, mwaka. Taarifa hizo binafsi ni wapi aliposoma haziko wazi katika vyombo vya umma, lakini tutaendelea kuletea makala hizi pale pindi ambapo wataweka wazi kuhusiana na taarifa zake binafsi. Hii ni Usiku TV.